Kingdom Revival Outreach ni huduma iliyojikita katika kuleta uamsho wa ufalme wa Mungu katika kila nyanja ya maisha. Tumetumwa kuamsha watu kuishi katika uzima wa Mungu, yani Zoe. Kama Yohana 10:10 inavyosema, nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Hivyo tunaamini katika maisha ya ushindi, yani ya kifalme, dhidi ya dhambi, magonjwa, umasikini na kila uchafu wa dunia hii, kwa jina la Yesu Kristo, ikiongozwa na watumishi wa Mungu Sefoni na Agnes Sospita. Kingdom Revival Outreach ni chombo cha uamsho mkubwa wa Roho Mtakatifu hapa duniani. Miongoni mwa utakayojifunza katika somo hili, kuokoka ni kuwa kiumbe kingine kabisa, new creature. Na tunaelewa mtu ni nani? Mtu ni roho, ana nafsi, anaishi kwenye mwili. Mfano ndio Kristo. Hichi kikombe, mtu akiwa ndani ya Kristo, mfumo wake wa maisha au mfumo wake wa uumbaji unabadilika, unabadilishwa. Anakuwa sio mtu tena, anakuwa ni kiumbe kipya. Msema hapo ulipo, nimezaliwa si kwa damu. karibu. Haleluya, Bwana Yesu ni mwema. Tunaendelea na sehemu yetu ya 3 ya somo letu zuri sana la waliozaliwa si kwa damu. Waliozaliwa si kwa damu. Na kama ndo najiunga nasi katika somo hili, kuna masomo mengine mawili nimeshafundisha, unaweza ukaenda ukayapata, na tunaendelea na somo hili pia la 3. Nakukaribisha sana na Mungu akubariki sana kwa nami mtumishi wa Mungu Sefoni Sospita. Tuanzie katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 1 mstari wa 23. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 1 mstari wa 23. Biblia inaongea vizuri, inasema, kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo hata milele. Kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo hata milele. Haleluya. Neno la Mungu lenye uzima, neno la Mungu lenye uzima, neno la Mungu lenye uzima. Nilitangulia kusema kwenye kipindi kilichopita, ili neno lenye uzima, ili neno uzima ni neno Zoe. Z-O-E au Z-O-E, Zoe. Zoe. Ili neno la Mungu ambalo ni Yesu Kristo mwenyewe ndio lililotuzaa. Uliposikia Injili, sababu Injili ni habari za Bwana Yesu Kristo. Ukisoma kitabu cha Warumi sura ya 1, za mstari wa 1, wa 2 kushuka chini hapo wa 3. Anasema Injili ya mwanawe. Labda tusome hapo. Tusome kitabu cha Warumi sura ya 1, kwanza mstari wa 1 pale. Paulo, mtumwa wa Kristo Yesu, aliyeitwa kuwa mtume na kutengwa aihubiri Injili ya Mungu. Na kutengwa aihubiri Injili ya Mungu. Injili ya Mungu maana yake habari njema ya Mungu, ambayo Mungu amekwisha kuiahidi kwa kinywa cha manabii wake katika maandiko matakatifu. Yaani, sasa anaifafanua hiyo Injili ni nini? Yaani habari za mwanawe aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili, na kudhihirishwa kwa uweza kuwa mwana wa Mungu kwa jinsi ya Roho ya utakatifu, kwa ufufuo wa wafu, Yesu Kristo Bwana wetu. Kwa hiyo Injili inamwongelea Bwana Yesu Kristo aliyezaliwa katika mwili, aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili, lakini na kudhihirishwa kwa uweza kuwa mwana wa Mungu kwa jinsi ya Roho ya utakatifu, kwa ufufuo wa wafu, Yesu Kristo Bwana wetu. Kwa hiyo sasa, uliposikia hii Injili ambayo ndiyo habari za Bwana Yesu Kristo, Injili ya Mungu ambayo ni habari njema za Bwana Yesu Kristo, ulipoisikia hii Injili, hii Injili ni uwezo wa Mungu. Hapa anaongea mstari wa 16. Kwa maana siionei haya Injili kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aminie. Maana yake ni uwezo wa Mungu. Kwa lugha yetu ya sasa hivi unaweza kusema hivi, Injili ni nini?
Injili ni teknolojia ya Mungu ya kubadilisha status viumbe ambao vinamwamini Mungu au ambao vitaamini hii injili. Kwa injili ni teknolojia ya Mungu ya kuwatoa watu kwenye kuwa mtu na kuwaweka watu kwenye kuwa viumbe vipya. Injili ambayo ndio neno la Mungu, ambalo ndio Bwana Yesu Kristo mwenyewe. Sababu Biblia inasema kwenye kitabu cha Yohana sura ya kwanza, kwanza mstari wa kwanza, hapo mwanzo kulikuwa hapo naye neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu. Pasipo yeye akikufanyika chochote. Na Biblia inasema huyo neno akafanyika mwili. The word became flesh. Neno akafanyika mwili, nasi tukauona utukufu wake. Na akasema pale mwishoni 12:13 akasema, na wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Maanake aliwapa uwezo wa kufanyika viumbe, wa kufanyika mchanganyiko wa mtu na mchanganyiko wa Mungu na mtu ndani ya kitu kimoja. Kwa hiyo injili ni uweza wa Mungu. Injili ni ile power. Injili ni teknolojia ya Mungu ya kumtoa mtu kwenye kuwa mtu na kumuweka kuwa kiumbe kipya. Narudia tena. Injili ni teknolojia ya Mungu ya kumtoa mtu kwenye mtu na kumweka kuwa kiumbe kipya. Ndio hiyo anasema hivi, mmezaliwa si kwa mbegu iharibikayo. Ngoja nikuoneshe neno fulani. Tuende kitabu cha waliozaliwa si kwa damu. Kataa kuishi kwa damu, rafiki. Magonjwa yote yanapitaka kwenye damu. Siku utakapokataa kuishi kwa damu, ndio utaelewa kwamba hichi nachokifundisha ni uhalisia. Ndio ile Yesu, neno lake litakuwa la kweli kwako, kwamba utaponya wengine, utafufua wengine na vitu kama hivyo. Utaishi kwa dhambi, haitakuwa na nguvu kwako, kwa sababu dhambi inapata nguvu kwenye mwili, kwenye mifumo ya damu. Ndio maana unakuta katoto ni kadogo, kana hasira. Kwa sababu gani? Dhambi imejificha, imeingia automatically kwenye kitu fulani. Utapiga mtoto na kupiga. Sisemi tusichape, tuwachape, lakini ni zaidi ya kuchapa. Sasa ukisoma kitabu cha Yakobo sura ya kwanza, kitabu cha Yakobo sura ya kwanza mstari wa 18, Biblia inasema kwa kupenda kwake mwenyewe. Kwa kupenda kwake mwenyewe, yani Mungu. Sisi hatukumlazimisha. Biblia inasema kwa kupenda kwake mwenyewe alituzaa sisi kwa neno la kweli, ili tuwe kama limbuko la viumbe vyake. Sasa hii neno kama, Biblia ya Kiingereza hasa King James inaongea a kind, inatumika neno kind. Yani kwa kupenda kwake mwenyewe alituzaa sisi kwa neno lake. Yani alituzaa sisi kwa kupitia neno lake. Neno lake lilituzaa. Mungu alituzaa kupitia neno lake. Kwa kupenda kwake alituzaa sisi kwa neno lake, neno la kweli, tuwe kama limbuko la viumbe vyake. Limbuko ni yale mazao ya kwanza ambayo waga ni best. Ndio maana hata kwenye Agano la Kale Mungu alikuwa anatoa oda au aliwafundisha wana Israeli kutoa sadaka ya malimbuko. Maanake umelima au ni mtoto wa kwanza wa mnyama au nini, inahesabika ni malimbuko. Maanake ni kitu ambacho kwa Mungu kinahesabika ni kifungua mimba, kinahesabika ni best. Ndicho Mungu anachostahili. Kwa katika viumbe vyote, iwe maserafi, iwe makerubi, iwe wazee 24, iwe nini, katika viumbe vyote unavyovijua wewe na usivyovijua, kiumbe ambacho ni best, ambacho ni first fruit, ambacho ni limbuko. Narudia tena. Mungu alitoa sadaka, alitoa maelekezo ya sadaka kule kwenye Agano la Kale. Alikuwa anaonyesha mfano tu wa Agano Jipya itakavyokuja kuwa. Sasa viumbe vipya au watu ambao wamezaliwa mara ya pili, si kwa damu, hivi ni viumbe ambavyo ni first and the best. Ndio maana Biblia inasema tumeketishwa pamoja na Kristo. Hakuna sehemu malaika tunasoma malaika wameketishwa pamoja na Kristo. No. Soma Biblia yako hii hapa. Sisemi malaika hawana nguvu, wana nguvu. Hata akishuka hapa mmoja utasikia kabisa nguvu yake. Lakini ninachomaanisha kwamba katika ranks za Mungu, katika vile viwango vya Mungu, sisi tumeketishwa pamoja naye. Biblia inasema tutahukumu dunia, tutahukumu malaika sisi. Maanake sisi ni limbuko, we are the first and the best. Acha kujiona kama nyau. Kuna watu wanafikiri wananyenyekea sana mbele za Mungu. Utasikia, unajua ukitaka usikie utoto wa watu waliookoka,
Sikia kwenye maombi. Kuna watu wengi wanafikiri wananyenyekea, lakini ni ujinga, na ndio shetani anaopita hapo, anaharibu maisha ya watu. Utasikia mtu anaomba, Mungu, mi ni kama mende tu mbele zako, mi kama mdudu tu Bwana, sistahili hata kuitwa mwanao, mi ni kama mdudu. Yesu aache mbingu aje aokoe mdudu. Biblia inasema sisi tumezaliwa kwa neno. Inawezekana kweli umekosea kwenye kitu fulani, umemkosea Mungu, lakini usijishushe kiasi hicho na kujiona ufai. Subiri. Ukisoma kitabu cha Luka 15, yule mwana mpotevu alikuja na sera kama hizi ambazo Wakristo wengi wanaenda nazo kwa Mungu. Hizi akasema, nitaenda kwa Baba, nitamwambia Baba, nimekosa mbele ya mbingu na mbele zako. Sistahili atakuwa mwanao. Sijui unifanye kuwa mmoja wa wafanyakazi wako. Sijui na nini. Soma Biblia vizuri. Alipofika yule dogo akaongea sera zake zote hizo. Babake hakumjibu hata mstari mmoja walichokiongea, hakujibu. Alichokisema tu, aisee wafanyakazi, akaanza kuoda, leteni chinjeni ndama, mwanangu alikuwa amekufa na sasa. Yani hakumjibu, ni kama mtu ambaye hakusikia chochote kutoka kwa yule dogo. Ndivyo ambavyo watu wengi wanamwendea Mungu saa hii. Baba, mimi sistahili, mimi ni kama nyau tu, mimi ni kama mavi nanuka. Kwa jina la Yesu achana na hayo mambo. Ndio maana ukapewa kipawa cha haki. Endelea kufuatilia kwenye chaneli hii. Endelea kufuatilia masomo yangu. Nitafundisha vitu vingi sana. Haki. Kuna kitu kinaitwa kipawa cha haki. Hicho kinakusimamisha mbele ya Mungu bila hatia. Okay. Sasa Biblia inasema hivi, sisi tuwe kama limbuko la viumbe vyake. Maana yake sisi ni best kwa Mungu. Limbuko. Sasa hili neno kama ni neno a kind, yani tumezaliwa mara ya pili, we have been born again kwa neno la Mungu, ili tuwe a type. Kama ndo Kiswahili kilikosa neno mbadala, ikaweka neno kama, yani a type. Yani type maana yake ni namna, yani tuwe namna ya limbuko. Kwa hiyo tulitolewa kuwa watu, neno lilivyotuzaa tukawekwa katika namna nyingine, katika namna. Kwa neno lilitutoa kwenye mtu. Ndio maana kitabu cha Wakorintho wa pili 5:17 inasema mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Kwa neno la Mungu lilitutoa kwenye namna ya watu. Watu wote duniani wanaishi kwa kutegemea damu. Ndio maana damu ikiafektika mtu anaugua, anakufa. Damu ikifanyeje mtu wanamwangalia DNA, sina vitu kama hivyo. Unapookoka una seize kuishi kwa kutegemea damu, kwa sababu unakuwa umezaliwa kwa neno la Mungu lenye uzima. Kwa neno la Mungu linakuja na uzima mwingine. Huu uzima unaitwa Zoe. Unfortunately, watu wengi hadi wanaimba Zoe, wanajiita hadi majina Zoe, wanafanya hivi, wanatunga hata biashara zao vitu gani Zoe, jina Zoe. Wanafikiri Zoe ni kitu fulani likubwa. Ndio maana Biblia inasema hivi, kila aliye naye mwana wa Mungu anao huo uzima. Huu ni uzima ambao ni sin proof. Hii Zoe au uzima wa Mungu uliotuzaa, ili neno la Mungu lenye uzima, uzima ambao uko kwenye hili neno ni sin proof, kama ilivyo waterproof. Kuna watu wana simu ambazo ni waterproof, hata ikiingia kwenye maji hayaingii kwenye simu. Sasa uzima wa Mungu ambao uko kwenye neno lake, ambalo hili neno ndio limetuzaa, uzima wa Mungu ni sin proof, yani ni uzima ambao unakataa dhambi. Yani haiwezekani ukaishi katika dhambi ukiwa na huu uzima. It is impossible. Ndio maana Yohana akasema hivi, kila aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Short and clear. Sababu gani? Dhambi zinakaa kwenye ufahamu, dhambi zinakaa kwenye mwili. Na unapookoka unakuwa umefanyika upya roho yako. Roho yako imeungana na Mungu kuwa kitu kimoja. Na hivyo Mungu anaanza kuachilia ule uweza wake kutoka rohoni kuja mwilini, kusababisha mwili wako ufe kwa habari ya dhambi. Ndio maana Paulo akasema hivi, jihesabuni mmekufa kwa habari ya dhambi na mko hai katika Mungu. Haleluya. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya huu uzima tuliozaliwa nao. Ni kwa sababu tulipookoka tulitolewa kuwa watu na kuwekwa kuwa viumbe vipya. Watu wote wanategemea damu kuishi. Ngoja nikusomee kitabu cha Leviticus, mambo ya Walawi. Mambo ya Lawi sura ya 17 mstari wa 11. Usisahau ile andiko. Mambo ya Lawi sura ya 17 mstari wa 11. Biblia inasema, kwa kuwa uhai wa mwili, angalia vizuri, sio uhai wa roho, uhai wa mwili
kwa kuwa uhai wa mwili huu katika hiyo damu, nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu. Sasa hapa Mungu alikuwa anatoa maelekezo ya jinsi ya kutoa sadaka na nini na madhabahu na vitu, na akawaelekeza kwamba wasinywe damu kwa sababu uhai wa mwili uko kwenye damu. Wasinywe damu ya wanyama, wasinywe damu ya nini, kwa sababu uhai wa mwili. Pointi yangu nayotaka ni hiyo. Mungu mwenyewe alikuwa anatoa maelezo, anasema msinywe damu kwa sababu uhai wa mwili upo kwenye damu. Sasa twende. Biblia inasema hivi kwenye kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 12, wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Mstari wa 13 anasema hivi, waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mwili wala si kwa mtu. Angalia vizuri. Kwa sababu gani? Kuna uhai unaotokana na damu, kuna uhai unaotokana na mwili, lakini Biblia inasema tumezaliwa si kwa vyote hivyo, tumezaliwa kwa Mungu. Na kilichotuzaa sisi ni mbegu gani? Inaitwa neno la Mungu lenye uzima. Usiishie tu neno lenye uzima, neno la Mungu lenye zoe. Kwenye kipindi nilichopita nilikwambia Adamu wa kwanza alipozaliwa, alipoumbwa aliumbwa kwenye uzima unaitwa suche, lakini hiyo suche ilikuwa perfect, ilikuwa haijaingiliwa na kirusi. Ni uzima wa mwanadamu lakini umekamilika, bila magonjwa, bila nini. Lakini Mungu ilikuwa ni lengo lake kuja kumfunua Bwana Yesu, au kuja kufunua zoe. Hata kama Adamu asingetenda dhambi, bado Yesu angekuja kufunuliwa, sababu Mungu tungeenda tunamfahamu chapter kwa chapters, kama kwa chapters kwa chapters, yani kutoka kurasa moja kwenda nyingine, kutoka kwenye chapter moja kwenda nyingine. Umeona? Kwa hivyo mwanadamu alipokosea, bado Mungu ni wa neema, akaja kupitia Bwana Yesu Kristo. Yesu Kristo akaufunua uzima wa Mungu. Zoe ndio ikafunuliwa sasa. Hii zoe ndio uzima ambao unakusababisha usitende dhambi, inakusababisha usiwe na shauku ya dhambi, uhesabike umekufa kwa habari ya dhambi na uko hai kwa Mungu. Huu uzima ndio ambao umeshinda dhambi. Huu ndio ule uzima ambao umeshinda magonjwa. Na Bwana Yesu akasema mtaweka mikono juu ya wagonjwa. Wewe uliokoka ni kitu kingine. Ukiwa kazini kwako, ukiwa mtaani, ukiwa kwenye biashara zako, ukiwa wapi, weka mikono juu ya wagonjwa. Bosi wako anaumwa, mwambie bosi, naomba tuombe. Omba dakika 2 tukemea hayo magonjwa. Utaanza kuona hatua kwa hatua Mungu anajidhihirisha. Kwa sababu gani? Wewe ni ambassador, wewe ni channel ya Mungu kuja duniani. Kwa hiyo tumezaliwa ili tuwe kama limbuko. Ili neno kama ndio kind. Tuwe type, tuwe katika mfumo fulani. Hao viumbe au hawa watu ni mifumo fulani, wametolewa kwenye damu. Hawapo kwenye viwango vya damu wala viwango vya watu, wapo kwenye viwango vya Mungu. Haleluya, mtu wa Mungu. Jisemea hapo ulipo, mimi nimezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo. Ninakataa kuharibiwa na magonjwa, ninakataa kuharibiwa na dhambi, kwa sababu nimezaliwa mara ya pili kwa mbegu isiyoharibika. Sema hayo maneno, jisemee. Sema ninatunzwa kwa neno lisiloharibika. Amen. Kwa hiyo, kwa mfano unajikuta unasumbuliwa na hasira, unasumbuliwa na tamaa, jaza neno la Mungu sana kwako, alafu anza kuencode kwenye mwili wako. Anza kuencode, kwa sababu hauishi kwa kutegemea damu. Tunavyosema kuencode au kufanya coding, maana yake unaweka kumbukumbu mpya kwenye mfumo wako wa mwili. Mfumo wako wa damu unaanza kupata kumbukumbu mpya. DNA yako inaanza kuwa na kumbukumbu ya Yesu, sio kumbukumbu ya mwili, sio kumbukumbu ya mababu zako, sio kumbukumbu ya kabila lako, sio kumbukumbu ya nchi yako. Inakuwa na kumbukumbu ya mbinguni. Unakuwa unajisemea, mimi ni kiumbe kipya katika jina la Yesu. Ya kale yote yamepita, zama yamekuwa mapya. Unatembea zako asubuhi chumbani kwako, kabla hujaenda kazini, unaongea kwa jina la Yesu, mimi ni kiumbe kipya. Hasira hauna nafasi kwangu katika jina la Yesu. Mimi ninapenda watu. Mimi sichukii watu katika jina la Yesu. Wewe mwili sikia, humu ndani yangu kunalo neno jema. Ngoja kufundisha kitu. Fundisha kitu. Hatukufuata dini, tulimpata Bwana Yesu tulipookoka. Amen. Soma kitabu cha Warumi sura ya 7. Warumi sura ya 7 mstari wa 18. Paulo anasema hivi, kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yaani ndani ya mwili wangu, halikai neno jema. Angalia, kwa kuwa kutaka nataka, bali kutenda lilo jema sipati. Sasa hii sura ya 7 watu wengi waga wanamuonea Paulo. Wanafikiri Paulo aliongea hivi akiwa ameokoka. No. Paulo alikuwa anaongea hivi
alikuwa anaongea hivi akiwa ameshaokoka, lakini alikuwa anarifaa kwenye maisha ya wakati wa Torati, maisha ya kabla ya Kristo. Ndio maana ukisoma Warumi sura ya 8 anakuja kuanza, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu ya wale katika Kristo Yesu. Maana yake anaonyesha Paulo kwamba mtu ambaye hana Kristo anakuwa kuna sheria mbili zinafanya kazi kwenye mwili wake. Kuna sheria ya roho au uzima, nitakuja kufundisha hilo somo siku moja, na kuna sheria ya dhambi na mauti. Sasa anasema hivi, mimi niliokoka, sheria ya dhambi na mauti imeshaniweka mbali na sheria ya roho au uzima imekwisha niweka mbali na sheria ya dhambi na mauti, mimi niliokoka. Sasa hapa kwenye sura ya 7 anaongelea tu kwamba anaongea kama kipoetic, ni kama anatumia, unajua manabii kuna lugha wago wanatumia, kwa sababu Paulo alikuwa ni nabii pia, alikuwa ni mtume na vitu vingine, alikuwa na huduma karibia zote 5. Sasa alikuwa kana anaongea kwenye movie wako na kitu tunaita flashback, yani unakuwa kama kitu kinachosimliwa ndio kama kinatokea sasa hivi, lakini kumbe kilishatokea. Yani unakuja unajikuta ile scene ni kama unaiona sasa hivi, kumbe ni kama inasimuliwa fulani hivi. Kwa hiyo na Paulo alikuwa anaongea kama yuko wakati huo, lakini kumbe hayupo, alishapita huo wakati, ila alikuwa anaongea kama yuko wakati huo. Kwa hiyo sio kwamba Paulo alikuwa anasumbuliwa na dhambi wakati huo, no, alikuwa ameshashinda dhambi hiyo. Ndio maana akaonesha kwamba huku chini kuanzia mstari wa 25, namshukuru Mungu kwa Yesu Kristo Bwana wetu, kwamba alikuwa ameshaonesha tayari alishashinda. Sasa mimi nataka nikuonesha tu kama mfano hapa. Anaposema hivi, ndani ya neno langu ndani ya mwili wangu halikai neno jema. Ndani ya mwili wangu maana yake nini? Ndani ya miili yetu kuna maneno huwa yanakaa. Hasira ni neno lililokaa, ni code fulani iliingizwa kwenye mwili. Yamkini babu yako alikuwa na hasira fulani au nini, au chuki au kutokupendana, whatever, au wewe mwenyewe ulijifunza tu ulivyoangalia kwenye movie, kwenye dini, ukaanza kujikuta unachukia watu, baadaye ukajikuta imekuwa tabia yako. Kwa hilo neno limekaa kwenye mifumo yako. Sasa hapa nataka kuonyesha kwenye mifumo ya mwili kuna kama maneno. Hata kwenye DNA wanapima ni maneno yale, japokuwa wanatumia vifaa vya kidunia vya kawaida, lakini kinachoonekana pale ni neno. Ni neno. Hata magonjwa kinachoonekana ni neno. Malaria ni neno fulani. Ndio maana Biblia inasema jina la Yesu ni jina linalopita majina ya vitu vyote. Kwa jina la Yesu majina ya vitu na vingine vyote yanakaa chini. Maana yake nini? Iwe ni magonjwa, iwe ni nini, ni maneno. Maneno ni kodi fulani inayowakilisha tabia. Nikisema malaria ni neno linalowakilisha tabia fulani ambayo imekaa kimalaria. Nikisema kansa ni neno lakini ambayo limekaa katika mfumo fulani ambao mpaka ikaitwa kansa. Maana yake ni tabia fulani, ni tabia inayotafuna labda damu inatafuna nini, ikapewa neno kansa. Kwa ndani unapokuwa umeokoka, ndani ya roho yako kunakuwa na neno jema ambalo ni Kristo, ambalo hilo neno sasa limeshinda maneno yote. Hilo neno limeshinda dhambi, limeshinda mauti, limeshinda magonjwa, limeshinda kila namna ya kukataliwa na mambo ya dunia hii. It means hilo neno sasa unaanza kuliapply kwenye mwili wako, kwa sababu haujazaliwa kwa damu, hautegemei damu kuishi. Kwenye mwili wako unaanza kuapply, unaanza kuweka neno jema sasa, kwa sababu umezaliwa si kwa damu. Unaanza kuweka neno jema, na kataa kuwa na hasira. Ni mimi nina amani na watu wote. Biblia inasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani. Unakuwa unajisemea mimi nina amani na watu wote. Hata kama kazini wananichukia, ila mimi nina amani nao katika jina la Yesu. Maana yake nini? Unafanya coding, unaweka neno jema ndani ya mifumo yako, mifumo ya mwili. Ndio maana Yesu akasema mwanadamu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno. Hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno. Maana yake tunaishi kwa kila neno. Huko kuishi sio kiroho, ni kwenye mwili hivi tunavyoishi. Tunaishi kwa kila neno. It means sisi tumezaliwa kwa neno. Sisi hatusomi neno ili tuliishi. Sisi tunaposoma neno, tunalisoma neno ili tunatibua lile neno lililomo ndani yetu. Kusoma kitabu cha Yakobo anasemaje? Mlipokee lile neno lililopandwa ndani yenu. Maana yake neno linavyohubiriwa hivi tayari lishaga pandwa ulipookoka. Kwa hiyo tunavyosikia hivi neno linatibua ile asili ya lile lililopandwa ndani yetu. Maana yake neno linaendelea kufanya kazi. Sasa unakuwa unaishi. Mbwa anabweka au kuku anawika kwa sababu ni asili yake kuwika. Kuku anawika kwa sababu ni asili. Kuwika ni matokeo ya asili ya kuku. Kubweka ni matokeo ya asili ya mbwa. Usishughulika na dhambi ambayo ni matokeo ya nje, haya tunaoita dhambi ama matendo ya mwili. Shughulika na asili. Kwa hiyo asili ya kwanza ilishughulikiwa pale msalabani Yesu alipokufa na akafufuka. Ndio maana ulipookoka ulishaishughulikia hiyo asili.
Sasa baada ya hapo unashughulika na matokeo yale kwa kusema kwamba, kwa kufanyeje? Kwa kusema na kutamka sana na kujaza neno na kufanya coding. Unaanza kuliweka neno jema katika mifumo yako, sababu umezaliwa si kwa damu, na kufundisha jinsi ya kuishi kwenye ushindi dhidi ya dhambi, kuishi kwenye ushindi dhidi ya magonjwa, kuishi kwenye ushindi dhidi ya kila uovu wa dunia hii. Amen. Kwa hiyo kitu nachotaka nikwambie ni kwamba Roho Mtakatifu anatumia neno la Mungu ambalo limepandwa kwako kuweza kusababisha uishi zaidi ya wanadamu wengine, kwa sababu wewe ni kiumbe kipya. Biblia inasema ya kale yote yamepita, tazama yamekuwa mapya. Na hapo ndipo tunasema ya kwamba waliozaliwa si kwa damu. Hivi ni viumbe ambavyo vipo hapa duniani. Kama hujaokoka, mpokee Bwana Yesu Kristo, kwa sababu Bwana Yesu Kristo ndani anabadilisha mifumo ya hivi viumbe. Anabadilisha mifumo kwa kutoa kuwa mtu, kukuweka kuwa kiumbe kingine kipya. Kipya, naposema kipya maana yake hakikuwahi kuwepo. Hakikuwahi kuwepo. Hakina historia ya magonjwa, hakina historia ya kuachwa na kuachika, kina historia moja tu ambayo ni Mungu. Historia yetu inaitwa Kristo. Ndio maana unapojaza neno sana, Biblia inasema hivyo, ni kitabu cha Wakolosai sura ya 3 mstari wa 16. Neno la Kristo likae kwa wingi. Kwa sababu gani? Kabila letu linaitwa Kristo sasa hivi. Tumalizia na kitabu cha Ufunuo. Kwa kama hujaokoka, mkiri Bwana Yesu leo. Kuna sala utaongozwa hapo mwishoni mwa kipindi, kuna sala itapita, utaisikia, itakuongoza. Omba sala hiyo, umwamini Bwana Yesu ili upate kuacha kuwa mtu. Utasumbuliwa sana na mambo ya kabila lako, mambo ya mkoa wako, mpaka utakapoamua kumkubali Bwana Yesu. Bwana Yesu anakubadilisha mfumo. Unaacha kuishi kwenye mifumo ya damu na nyama, unaishi kwenye mfumo wa Mungu mwenyewe kupitia neno lake. Ufunuo wa Yohana sura ya 5 mstari wa 9. Nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa. Aliyechinjwa ni Yesu hapa anaongelewa. Kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako. Angalia, ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila. Angalia wapendwa, kama nimenunua hii simu haitaendelea kuwa dukani na wakati huo iko kwangu. No, ikinunua kitu manake hakipo tena kule kilipokuwa, kinakuja kuwa mali yangu. Kwa Biblia inasema hivi, ulimnunulia watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Ulivyowanunua ukawaweka wapi? Mstari wa 10, ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki, sio watamiliki baadaye, wanamiliki juu ya nchi. Kwa hiyo mtu wa Mungu, kama ulikuwa ni mnyamwezi na ukaokoka, wewe sio mnyamwezi uliookoka, wewe ni kiumbe kipya. Ulinunuliwa kutoka kwenye unyamwezi, pamoja na uzuri wote wa unyamwezi, ila wanyamwezi wana limitation. Pamoja na uzuri wote wa Kichaga, Wachaga wote wana limitation zao. Pamoja na uzuri wote wa Tanzania au wa Marekani au wa South Africa au wa Australia, kwa sababu Mungu alitunua kutoka kwenye kila kabila, kutoka kwenye kila lugha, kutoka kwenye kila taifa. Pamoja na uzuri wote wa taifa la Marekani, kuna limitation za Wamarekani. Unapokuwa umeokoka, maana yake unatolewa kwenye Umarekani, unatolewa kwenye Uha, unatolewa kwenye Usukuma, unatolewa kwenye Ukenya, unatolewa kwenye Unyarwanda, unatolewa kwenye South Africa, unatolewa kwenye Australia na kuwekwa kwenye kitu kinaitwa Kristo. Sasa Kristo haishiki kwa kutegemea damu. Kristo anaishi kwa kutegemea neno. Yeye mwenyewe ndio neno. Kristo anaishi kwa Roho Mtakatifu. Hiyo ndio Kristo. Hiyo ndio mfumo, hiyo ndio teknolojia tuliopewa tulipookoka. Tuona uhakika zaidi. Tuangalie kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Tuangalie kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 5 mstari wa 10 kuanzia mstari wa 9. Nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa, ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Angalia vizuri. Mimi nikinunua simu au nikinunua kitu chochote, kwa mfano nimenunua hii simu, haiwezi kuendelea kuwa dukani na wakati huo nayo mimi. Sasa Biblia inasema hivi, damu ya Yesu ilitununua, yani Yesu alitununua kwa damu yake. Alitununua kutoka kwenye makabila, kwenye lugha, jamaa, maana yake koo zetu, akatununua kutoka kwenye taifa.
Hivi ndivyo vitu ambavyo vimefunga watu. Watu wanaishi kutokana na Utanzania, watu wanaishi kutokana na Umarekani, watu wanaishi kutokana na South Africa. Ndio maana utakuta watu wa mkoa fulani wanafanana tabia, watu wa nchi fulani wanafanana tabia. Kuna kitu kinaitwa culture, kuna kitu kinaitwa tamaduni, kuna vitu vinaitwa mambo yetu, kuna kitu kinaitwa miiko yetu. Hivyo vitu Biblia inasema hivi, Yesu alitununua kutoka huko, kwa sababu pamoja na uzuri wa taifa lako, pamoja na uzuri wa Marekani, pamoja na uzuri wa Utanzania, pamoja na uzuri wa Ukenya, pamoja na uzuri wa utaifa wowote ule, lakini kuna limitation. Kuna limitation kwa Wakenya wote, kuna limitation kwa South Africa wote, kuna limitation fulani. Pamoja na uzuri wa Australia, kuna limitation ya Australians wote. Ilibidi sasa kutoka kwenye hizo limitations, kutoka kwenye hivyo vikwazo, vikwazo, kutoka kwenye kikwazo cha kabila lako, kikwazo cha ukoo wako, pamoja na uzuri wa ukoo wenu. Hata kama mna hela, kuna vikwazo tu, kuna mahali ya mpenyagi. Bwana Yesu alitununua kutoka huko kwenye vikwazo hivyo, akatununua, akatufanya kuwa ufalme na makuhani. Maana yake gani? Maana yake nini? Akatufanya kuwa viumbe ambavyo haviishi kwa damu wala kwa nyama, vinaishi kwa Mungu, vinaishi kwa nguvu ya neno, vinaishi kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Ndio sisi. Rafiki, kama hujaokoka, mpe Yesu maisha yako leo. Mwachie Yesu akupe maisha yake. Wewe una maisha kwanza, maisha anayo yeye. Kwa hiyo mwachie Bwana Yesu ruhusa, au mpe ruhusa ya kuwa Bwana katika maisha yako. Awe Bwana, akuongoze. Na kama umekwisha okoka, tambua ya kwamba upo sehemu sahihi sana. Tambua ya kwamba wewe ni zaidi. Wewe ni zaidi ya mtu. Wewe ni zaidi ya mtu. Ulinunuliwa kutoka kwenye kabila lako. Wewe sio Msukuma uliookoka. Wewe sio Mkenya uliookoka. Wewe sio Mtanzania uliookoka. Wewe sio Mnyamwezi uliookoka. Wewe sio Mchaga uliookoka. Wewe sio Makonde uliookoka. Ukishaokoka unahamishwa status, unabadilishwa type, unabadilishwa namna yako, mfumo wako unakuwa umebadilika. Wewe unaitwa kiumbe kipya. Wewe unaitwa mwana wa Mungu. Wewe unaitwa wa Kristo. Wewe unaitwa Mungu ya herufi ndogo ile. Biblia inasema ndinyi miungu. Yesu alisema kwamba sisi ambao tumejiliwa na neno, sisi ni miungu. Neno linakubadilisha, linakutoa kwenye mfumo wa mtu na kukuweka kwenye mfumo wa Mungu. Hilo ndio neno leo tuzaa sisi. Yesu alisema hivyo. Kasoma kitabu cha Yohana sura ya 5, Yohana sura ya 10. Yesu anasema hivyo. Anakoti kitabu cha Zaburi sura ya 82 kuanzia mstari wa 5 na wa 6. Anasema hivi, hawajui wala hawafahamu, nao wanatembea gizani, na misingi ya dunia imetikisika. Lakini mimi nimesema ndinyi miungu na wana wa aliye juu, lakini nyote mtakufa kama wanadamu. Yani anaowaambia ni wanadamu kikawaida, ni watu, lakini anawaambia ninyi miungu, lakini kwa sababu hamjijui na mnatembea gizani, mtakufa kama watu. Japokuwa ninyi sikutaka mpe kama wao, sikutaka muishi katika standardi zao, lakini kwa sababu hamjui wala hamfahamu, mtaishi kama wao. Ndoa zenu zitakufa kama wao, biashara zenu zitakufa kama watu, lakini nyie sio watu. Yesu anakuja kulirudia hilo neno kwenye Yohana 10. Anasema hivi, kama mimi mnataka kunipiga kwa mawe kwa kusema mimi na Baba ni kitu kimoja, je, vipi Torati yenu ilisema hicho kitu, ya kwamba ninyi ni miungu? Na ikiwa aliwaita miungu wale waliojiliwa na neno, na maandiko hayawezi kutanguka. Kasome vizuri. Kwa neno la Mungu linakutoa. Tunapokuwa tumezaliwa kwa neno, maana yake tumetolewa kwenye mifumo ya watu, tumewekwa kwenye mfumo wa Mungu. Sisi tumekuwa miungu hapa duniani. Maana yake tunatawala pamoja na Kristo. Tunaishi si kwa damu. Hatuishi kwa kutegemea damu za Kihaya, damu za Kichaga. No, tunaishi kwa kutegemea Kristo. Tunaishi, chanzo cha uzima wetu ni Kristo, au ni neno, au ni Roho Mtakatifu. Amen. Jaza sana ufahamu wako neno la Mungu. Tembea sana katika neno. Kiri sana neno. Kiri sana neno. Kila siku hakikisha una nyakati zako za kukaa na kuanza kujiambia, mimi ni zaidi ya mshindi. Kama Kristo alivyo, ndivyo na mimi nilivyo hapa duniani. Katika jina Yesu. Nakataa kuonewa na dhambi. Uongo hautanionea kwa jina la Yesu. Natembea rohoni mimi kwa mamlaka ya jina Yesu. Mimi sidanganyi, mimi sio muongo, mimi sio mla rushwa. Hata kama unavyoongea hivyo unasikia shauku ya kula rushwa, jitamkie, mimi sio mla rushwa, nimeokoka katika jina la Yesu. Siishi kwa damu, ninaishi kwa Roho Mtakatifu. Ili uweze kuokoka,
ili uweze kuwa mwana wa Mungu. Biblia inasema hivi, kwa moyo mtu huamini hata kupata haki. Unaamini nini? Unaamini kufufuka kwa Bwana Yesu Kristo, kwa sababu alivyofufuka kutoka kwa wafu ndio alileta viumbe vipya duniani, alileta uzima mpya. Na unakiri nini? Biblia inasema kwa kinywa mtu ukiri hata kupata wokovu. Unakiri ubwana wa Bwana Yesu. Sasa ili uweze kuokoka, fuatana na misala hii. Sema, Bwana Yesu, ninakupokea sasa, uwe Bwana wangu. Ninaamini kuwa ulifufuka katika wafu kwa nguvu za Mungu, ili mimi niwe mwenye haki, mtakatifu na kiumbe kipya. Asante Bwana Yesu kwa kuniokoa. Asante kwa kuniumba upya. Tangu sasa mimi ni mwana wa Mungu. Nina uzima wa milele. Ya kale yote yamepita. Tazama, yamekuwa mapya. Amen. Kama umekwisha mwamini Bwana Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, lakini hujapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, hujapokea ujazo wa Roho Mtakatifu, mafuriko ya Roho Mtakatifu kwa kithibitisho cha kunena kwa lugha, sasa ni saa yako. Bwana Yesu alisema ya kwamba mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Sema sala hii kwa imani. Sema, Bwana wangu Yesu Kristo, asante kwa kuniokoa. Wewe ni Bwana wangu. Ninaomba unijaze Roho wako Mtakatifu sasa, kama ulivyosema kuwa ndani yangu kutatoka chemchemi ya maji ya uzima. Ninaomba sasa unijaze ili nitembee kwa ushindi kama mfalme na kuhani hapa duniani. Asante sana Bwana Yesu kwa kunijaza. Ninampokea sasa Roho Mtakatifu. Amen. Anza kunena sasa hiyo lugha mpya Bwana Yesu anayokupa. Pokea bubujiko, utasikia kutokea ndani yako sasa. Hali ya kuomba, usinyamaze, omba tu, fungua kinywa chako, omba. Pokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Pokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Anza kunena kwa hiyo lugha mpya anayokupa Bwana Yesu. Mafuriko ya Roho Mtakatifu yako ndani yako sasa. Kuanzia sasa mito ya maji ya uzima inatiririka ndani yako kwa jina la Bwana Yesu. Amen. Endelea kuomba tu, usiache. Karibu ungane na familia hii ya Kingdom Revival Outreach kwa sadaka yako, maombi, mali, fedha. Tunahubiri Injili mitaani, kwenye vyombo vya habari, mikutano ya Injili, kufikia wasiojiweza katika jamii zetu, na wale waliofungwa na madawa ya kulevya, walioachwa, wafungwa na kazi nyingine nyingi za kusababisha ufalme wa Mungu uenee na uamsho wa Roho Mtakatifu kuwa mkubwa kila kona ya Tanzania na dunia nzima. Mungu akubariki sana unaposhiriki utume huu.